Alama tatu kwanza, mengine yanazungumzika kambini. Timu zote mbili zimeonyesha performance ya kawaida sana. Walikuwa slow wakiwa na mpira na bila mpira. Maamuzi hayakuwa sahihi kwenye nyakati muhimu. Hata bila mpira hawakuweka pressure vizuri. Hapa nawazungumzia Young Africans na Fountain Gate. Fountain Gate walikuwa na plani nzuri bila mpira, kuzuia wakiwa na idadi kubwa ya wachezaji nyuma ya mpira. Tatizo ni utekelezaji wao ulikuwa sio mzuri. Moja, wanashindwa kuweka pressure vizuri kwenye mpira na kwa mchezaji rahisi kwa Young Africans kuivuka bloku. Walikuwa kama watazamaji vile. Yanga wanafika kwenye eneo la mwisho kirahisi. Tatizo kwa Yanga ni maamuzi yao ya mwisho hayakuwa mazuri. Wakiwa na umiliki wa mpira wanakosea sana pasi zao, hasa kwenye maeneo hatari. Wakati wanaanza build up, wakivuka mstari wakati wanakosa machaguo mengi ya pasi, wanakuwa na idadi ndogo ya wachezaji, ngumu kwao kutengeneza mashambulizi. Nafikiri kwa performance ambayo Yanga wameonyesha leo wamestahili haya matokeo. Sio kwamba walikuwa bora sana kiwanjani, ni vile wamekutana na Fountain Gate ambao walikosa ubora kwenye kutengeneza mashambulizi. Kwa nini? Bila mpira Yanga hawakuweka pressure vizuri kwa mpinzani, na kwenye mpira rahisi kwa Fountain kuvuka phase ya kwanza Young Africans. Tatizo ni idadi ndogo ya wachezaji wakivuka mstari wakati na ubora wa defense ya Yanga kwenye kushinda mipambano yao. Yanga wakiwa na mpira wanakosa usahihi na utulivu kwenye maamuzi yao. Walipoteza pasi kirahisi sana. Ufanisi ulikuwa mdogo mbele ya goli na kuna muda uone goli linatokea wapi. Duke Abuya uwezo wake wa kupora mipira ni mzuri sana. Shadrack Kiboka anatakiwa kuboresha pasi zake za mwisho. Anakimbia lakini pasi zake hazina mwelekeo. Celestine Kuwa akiwa na mpira anakosa maamuzi sahihi. Mipira anatupa kirahisi mno. Hii ni pupa kwake. Kulanda na Mukono wamecheza game nzuri kwa upande wa Fountain Gate. Utulivu akiwa na mpira, pasi zao zilikuwa sahihi plus wanajiamini sana. Pacome run pasi ya Abuya Zen, finishing ya Pacome ilikuwa moto sana. Fit Young African Sports Club 2 Fountain Gate 0. Nel TV, endelea kutufuatilia pia, usisahau kulike, kushare, ku comment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mpaka ya Tanzania. Niliyekuandalia kusomea taarifa hii mimi Lezwa Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.